ametuonekania, ametushindania. Tumefika mahali ambao tumefika kwa uweza wake, kwa neema zake, kwa huruma zake, sababu aliona ni vyema. Bwana apewe sifa. Tuombeni kwanza tukamshukuru, sababu anastahili sifa zote. Simama. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asubuhi iliyo njema tunaja mbele zako tukilimini na kuliinua na kuliabudu na kulitukuza jina lako. Tukisema ni asante kwa wema wako ambao Bwana umetenda nasi. Hakika Bwana kutuamsha, kutupa kibali na nguvu ili tufike nyumbani mwako. Naamini kana kwamba ni kwa neema zako na ni kwa huruma zako umeyatenda hayo. Na kwa sababu sisi ni wanadamu na sisi ni wakosaji mbele ya macho yako matakatifu Baba, mahali popote Bwana nasi kwa tumeenda kinyume tukafikia hata kustakona la shetani kwako kwa ajili ya kunena, kutenda, kufikiri na hata kuona. Naomba kwa neema ukatusamehe na ukatutakase na ukatuoshe na damu ya Yesu Kristo leo mwagika mahali pale Kalvari msalabani kwa ajili ya ukombozi, ili Bwana tukakubalike na tukastahili mbele ya macho yako matakatifu wakati huu tunapokutolea ibada hii kwa uweza na kwa nguvu zako. Kweli ndio Mungu ndiye stahili kututendea. Naomba nikikabidhi nyumba hii mikononi mwako Bwana, wewe mwenyewe ukaifunike na utukufu wako na ukapate kuitakasa na kuiosha na damu ya Yesu Kristo. Katume jeshi lako la mbinguni mahali hapa pamoja na malaika wako wakapate kushuka mahali hapa kwa uweza na kwa nguvu zako. Ibada hii kawe tu hakika Bwana imekamilika mbele ya macho yako matakatifu. Naomba ukatakase pale barabarani, ukatakase korido, ukatakase sehemu za chooni mahali pale Bwana, na kila mahali ambao Bwana unastahili hakika Bwana kushuka na kutakasa ukatende kwa ajili ya jina lako, kwa ajili ya ibada na kwa ajili ya neno lako, kwa sababu unastahili sifa zote. Walio manjiani, walio manyumbani Bwana, na wakabidhi tu mikononi mwako ukapate kuwafunguanisha na kuharakisha na kuwafikisha wakiwa chini ya ulinzi wako na chini ya uongozi ambao ni wa Roho Mtakatifu. Na tumana tena kule hospitalini tukiamini kana kwamba kunao watu wako ambao Bwana wamelazwa. Hata kuna wengine walio manyumbani na hata saa hii ambao tunaongea nawe, hakika tuamini kana kwamba kuna wale walio manjiani ambao bado wanaendelea kushughulikiwa wakipelekwa hospitalini. Sio atikana kwamba Baba kunao mema tuliotenda ili tukawe vile tulivyo, na sio atikana kwamba kunao makosa waliokosa ili Bwana wakawe vile walivyo, lakini katika ulimwengu huu yametendeka kwa wale mapenzi yako. Napokea sifa na utukufu ukiwa juu nzini zako, kwa sababu wewe ndiye msaada wetu. Walio hospitalini na wakabidhi tena mikononi mwako, wewe mwenyewe ukapate kuonekania Bwana, na ukapate kuanguza na ukapate kuondoa chochote ambacho Bwana kidawicha ula shetani. Wakainuke mahali pale na uponyaji, wainuke mahali pale na kibali cha mwanzo mpya, ili Bwana wote wanaoshuhudia ukiwaponya watakutumikia, wakafikie kuinuka mahali pale na kukutumikia vile ambavyo wamefikia kuagana nawe kwa uweza na kwa nguvu zako. Kweli ndio Mungu ndiye stahili kuwatendea. Pia asubuhi iliyo njema najua na naamini kana kwamba kuna wale ambao Bwana wanaosafiri hao wametumia vyombo ambazo zimetengenezwa na akili ya mwanadamu. Naomba tu kwa huruma na kwa neema zako ukatakase zile barabara, naomba ukatakase zile vyombo, na ukabali kuwatakasa wale wote ambao Bwana wanaoziendesha, ili wakianza safari wakaendelee salama salamini na wakafike salama salamini kwa uweza na kwa nguvu zako. Kweli ndio Mungu ndiye stahili kutenda. Bwana tunakushukuru ni kwa ajili ya mvua Baba, vile ambavyo Bwana umetenda. Ni wewe tu peke yake uliye na uwezo wa kuyatenda hayo. Chini ya jua hakuna mwanadamu aliye kama wewe Bwana. Watoto wetu walio mashuleni na wakabidhi tu mikononi mwako. Wacha Bwana ukabali kuonekania na ukabali kuachilia kibali, ili kile ambacho Bwana walienda kutafuta mahali pale wakabali kukipokea kwa uweza na kwa nguvu zako. Kweli Mungu ndiye stahili kuwabarikia. Vita za kuinukia tumezikataa na kuzikemea katika jina la Yesu Kristo, zikafikie kushindwa, kwa kuwa ndiye Mungu ndiye stahili kuabudiwa. Baba, na kualika tena mahali hapa kuzunguka nyumba hii yote kwa jumla na jeshi lako la mbinguni. Kila laini ya mpao imepotoka ya yule mwovu shetani, kituma mahali hapa isiende kupata nafasi, kwa kuwa ndiye mlinzi wa Israeli. Utukufu wako ukabali kuifunika, malaika wako wakamiminike mahali hapa, na kuanzia dakika hii ukatume Roho wako Mtakatifu Baba, katuongoze tangia mwanzo katika hadi mwisho. Tunakushukuru na pia tunasema ni asante. Jina lako likamilike kabisa, barikiwe. Zile vipindi ambazo Bwana zitaenda kupita madhabahuni mwako, wacha zikawe na ufunguanisho utokao kwako, ili tukianza tukaanze na wewe katika hadi mwisho. Tunakushukuru na pia tunasema ni asante. Jina lako likamilike kabisa, barikiwe katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Ya Yesu makofi mazuri.
maandiko katika kitabu ambacho ni cha Zaburi 127. Maandiko inasema Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi ya bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye umpa mpenzi wake usingizi. Tazama, wana ndiye urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza pondo lake hivyo, na hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Bwana apewe sifa. Ni asubuhi nyingine ambao Bwana mwenyewe ameifanya, na haya ni maandiko ambao ananena nasi hii asubuhi, wakati huu ambao tunaenda kuanza hii ibada ambao yeye mwenyewe ametuandalia kutoka mbinguni juu kwake, sababu yeye ni mwaminifu, yeye ni mwenye uwezo, yeye ni mwenye mamlaka. Wewe ambaye amekujalia neema hizi ambazo ni za kufika nyumbani mwake, inafaa uwe na swali: nini ambao nimetenda ndiposa nikawe siku hii ya leo? Nini ambao wametenda wale ambao hata hii asubuhi hawakufikia kuiona, lakini jana walikuwa na uhai? Bwana apewe sifa. Hayo ndiyo mambo ambayo tunafaa kujiuliza na kumpa Mungu sifa na utukufu, kwa sababu yanayotendeka chini ya jua yanatendeka kwa mapenzi yake. Na wakati unapoamka, wakati unapopewa uzima, wakati ambao unapewa neema za kuendelea kuishi, inastahili kila wakati wewe mwenyewe uwe unainuka kiwango kuenda kile kingine, kwa sababu ana kusudi jema juu ya maisha yako. Bwana apewe sifa. Ndio sababu hii asubuhi anatuambia kana kwamba yeye mwenyewe asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi hii ya bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Bwana apewe sifa. Mambo haya yote ambao tunayatenda katika ulimwengu huu, ambao sisi wenyewe tunaitanishwa na utumishi na wokovu, kila jambo ambalo tunalitenda lazima huyu Mungu wetu, Baba yetu akafikia kutangulia, kwa sababu mipango yetu yote na maisha yetu yote yako mikononi mwake. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo yale mambo tunaozishughulisha nayo ambao ni ya ulimwengu, yeye mwenyewe anasema ya kwamba ni bure. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wakati ambao unasikia kana kwamba asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi hii ya bure, Bwana apewe sifa. Tunafaa kuchukua hatua na kuelewa kana kwamba wakati ambao alikuwa anatuumba, alikuwa na kusudi jema juu ya maisha yetu, alikuwa na mpango mwema juu ya maisha yetu. Kwa hivyo sisi tunafaa kumtegemea dakika kwenda ile ingine, na hata kama hali iko namna gani, kila wakati wangana kuambia yeye anajua hali yako, yeye anajua mipango ambao amekupangia, yeye anajua zile masiku ambazo unaishi unafaa kuishi namna gani. Na ndiyo wanga Biblia imetupatia mifano mingi sana ya kwamba wazee wetu ambao walifikia kutangulia ni wengi sana ambao walicheleweshwa mambo yao, na sio atikana kwamba Mungu hakuwa anawaona, sio atikana kwamba hakuwa na mipango juu yao, lakini wakati ambao walifikia kupata zile baraka, wakati ambao walianza kupewa yale mahitaji yao ama kujibiwa, walijibiwa mpaka hata wao wenyewe wakafikia kushangaa, kwa sababu walijua na waliamini ya kwamba hata tangia mwanzo Mungu alikuwa pamoja nao. Bwana apewe sifa. Ukiangalia mtu kama Danieli, aliondoka katika nyumba yake akaenda katika hali ambao ni ya maombi ya kufunga, akafunga, lakini siku ya kwanza alikuwa amejibiwa, lakini alikaa zaidi ya siku 21 akiwa katika yale maombi. Yeye mwenyewe katika moyo wake hakuwa anajua kana kwamba amejibiwa, lakini majibu yake yalikuwa yameachiliwa. Kwa hivyo kunao vizuizi katika ulimwengu, hata kama tunamtegemea Mungu, kunao vikwazo na viambaza na vizuizi za ule mwovu shetani zinazoletwa na wanadamu. Lakini sasa inategemea umemuomba Mungu, inategemea umemuamini namna gani, inategemea unamvumilia namna gani, inategemea unamngojea namna gani ili akufikie akutendee mema. Pigie Yesu makofi mazuri.
Kwa hivyo wapendwa, tumeamka siku hii ya leo, tumefika nyumbani mwa Bwana ili tukapate kumwabudu. Amesema wakati tunapofika mahali hapa, lazima sasa tukapate kuyatafakari yale ambayo tumetenda, na tukafikie kuomba msamaha kwake, tukafikie kujitakasa, ili yeye mwenyewe afikie kutufikia, na baada ya kutufikia akafikie kutusikia. Pigia Yesu makofi mazuri. Mstari wa pili unasema, kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na ukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake uzingizi. Bwana apewe sifa. Haya ni yale mambo ambayo tunayashughulikia katika ulimwengu. Tunafikia kutia bidii sana ili yasiende kutuepuka, lakini tuelewe kana kwamba wakati ambao Ayubu alipitia safari iliyokuwa nzito, unao mahali ambao alifika baada ya kunyang'anywa watoto, baada ya kunyang'anywa mifugo yote na shetani, baada ya kuondolewa mikononi chochote ambacho walikuwa anamiliki. Unao wakati ambao alimjibu Bwana akamwambia, nilitoka kwako bila kitu na nitarejea kwako bila kitu. Na hivyo ndivyo kulivyo kwa kila mwanadamu anayeishi chini ya jua. Ndiyo sababu kazi hii ambao unaona anaisema mahali hapa tunaishughulikia, na tunalala kama tumechelewa kwa sababu ya mawazo. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Yaani tunakaa sana, tunaweka vitu mingi sana katika mawazo, na hata wakati ambao tunamalizia ama wakati ambao uzingizi unatujia, tunapata hakuna faida yoyote ambao tulikuwa tumeipata. Ndio unaona hapo chini anasema na kwamba yeye humpa mpenzi wake uzingizi. Kumaanisha namna gani? Aliyejua Mungu ni wa aina gani, aliyejua Mungu ako na uwezo wa aina gani, aliyejua kana kwamba mipango ya Mungu kwa mwanadamu haitendeki kulingana na vile ambavyo mwanadamu amepanga. Huyo ndiye mpenzi ambaye anapewa uzingizi, uzingizi ulio na utulivu, kwa sababu yeye mwenyewe hata akiamka kila jambo analiweka mbele za macho ya Bwana. Hata akipanga kila mpango anauwekelea mbele za macho ya Bwana, kwa sababu Bwana ndio ambaye amemwamsha, na hiyo siku amemwamsha hako na kusudi jema juu ya maisha yake. Kwa hivyo akijikabidhi mbele za Bwana, Bwana ndio anakuwa dereva kutoka asubuhi mpaka jioni, na yale yote yanayotendeka akiwa amemwamini Bwana yana ushindi mwingi katika ulimwengu wa roho. Yesu makofi mazuri. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza pono lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Bwana apewe sifa. Wakati ambao tumeaminika mbele za macho ya Bwana, kila wakati Bwana uanga anatutazama, kila wakati Bwana uanga anatuangalia yale mapito ambao tunafikia kuyapitia, wakati ambao tunafikia kumulilia, kwa sababu tayari tumefanyika wanawake, na yeye mwenyewe amefanyika kuwa baba yetu. Yeye mwenyewe anatuangalia sana, na yale mazito tunayoyapitia anahakikisha ameyaondoa kwa haraka, ili tuendelee kumtumikia yeye mwenyewe, kwa sababu ndio anasema ya kwamba hatutakuwa na aibu wakati ambao tunasema na adui langoni. Hawa maadui ni wale ambao wanainuka wa kupiga vita. Hawa maadui ni wale ambao wanainuka ili wasimamishe mambo yako yasiendelee. Wale ambao wanasimama ama wanatuma roho ambao ni ya ufalme wa giza kusimama katika anga yako, yale mambo ambao ulikuwa umepanga yasiende kutimia kulingana na vile ambavyo ulikuwa unahitaji. Maadui yao ndio Mungu anasema wakati ambao tumeachilia kila jambo mikononi mwake, hatutaaibika. Wakati ambao tunasema nao maadui katika milango yetu, hatutaaibika. Wakati ambao watafikia kutusumbua, watafikia kushindwa, na sisi tutafikia kuwa na ule ushindi, na wao wataona huyu Mungu akituandalia meza mbele yao, wakiona na macho yao. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo asubuhi njema, kile ambacho nastahili ni kushuhudie, ni kuelewa ya kwamba kila jambo ambalo tunalitenda tuliweke mbele ya macho ya Bwana. Bwana ndiye baba yetu na ndiye kiongozi wetu. Yeye ndiye mwenye uwezo, yeye ndiye mwenye mamlaka. Kumbuka mahali ambao umetoka tangia utotoni, mahali ambao umefika. Hakuna siku ambao ulijiamsha, hakuna siku ambao ulimaliza lisali moja kwa uweza wako, lakini yote yametendeka kwa sababu yalikuwa
walipoingia mwanzo ni mapenzi ya Bwana, na hata walio hii ni mapenzi ya Bwana, na kuendelea kwako bado itakuwa ni mapenzi ya Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kile ambacho nashuhudia ni kana kwamba kwa sababu Bwana ni muweza wa yote, tuache kujihangaisha katika ulimwengu huu kwa mambo mengi, kwa sababu tukiacha kujihangaisha na kuweka kila jambo mikononi mwa Bwana, Bwana mwenyewe atafikia kutushughulikia. Ile cha maana huwa katika nafasi yako kwa ajili ya kumtumikia Bwana, huwa katika nafasi yako kwa ajili ya kumuinua. Hali iwe namna gani, Mungu anabaki kuwa Mungu jana, leo na hata milele. Anabaki kuwa Mungu. Pigia Yesu makofi mazuri. Wakati ambao kuna mema, wakati ambao kuna mazito, sio atikana kwamba Mungu atakuwa amekuacha, atabaki kuwa Mungu. Kwa hivyo wakati ambao nitainuka, utainuka, tumtegemee huyu Mungu pasipo na kurudi nyuma. Tuelewe kana kwamba mambo yote yatatendeka kulingana na mapenzi yake. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio sababu wanga napenda sana kupeana mfano huu ambao ni wa mzee Ayubu, kwa sababu mzee Ayubu aliteseka, na katika mateso yake maandiko inasema hakuna siku yenye alitoa neno ovu kinywani mwake kwa ajili ya kumnenea Mungu, na hakuna kile ambacho yeye mwenyewe hakupitia. Alipitia kilio, alipitia vidonda, alipitia mahangaiko, alipitia njaa, alipitia kumaliziwa watoto, kumaliziwa ng'ombe, mbuzi, kondoo, zote zikaondolewa na shetani. Lakini yeye alibaki kujua, nilitoka kwako bila kitu na bado kwako nitarudi bila kitu. Kwa hivyo wewe ndiye tegemeo, wewe ndiye kimbilio, wewe ndiye msaada wa karibu. Ya Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo hata sisi tuelewe kana kwamba hata haya mambo mema tunao yatafuta katika maisha haya, hakuna chochote utakachookota uweke kwa mfuko wako ama ushike kwa mkono wako uondoke nacho katika ulimwengu huu. Taenda vile ambavyo ulikuja. Bwana apewe sifa. Ndio unaona kila wakati maandiko inatuambia vizuri sana, ufalme wa mbinguni. Tukitaka kuona ufalme wa mbinguni, tukae kama watoto wadogo. Watoto wadogo unaweza mchapa saa hii, baada ya 5 minutes anarudi anakuita mama, anakuita dad, anakuambia kile ambacho anahitaji, na wewe unatoka unaenda unampa. Kwa hivyo ile akili yake na kwamba amechapwa imefikia kumuondokea, na amebaki kujua mama ni mama, amebaki kujua dad ni dad. Pia Yesu makofi mazuri. Lakini sisi tunaweza pitana na mtu tu kidogo, na mnabebana miaka 5, mnabebana wiki mzima, mnabebana mwezi mzima, mnabebana mwaka mzima, kwa sababu uko na akili ambazo zinakuonesha haufai kudharauliwa. Saa hiyo umeokoka, haujui maandiko inasema namna gani, lakini unataka umuonyeshe mwanadamu mwenzako ana kwamba hata kama amekutukana, wewe unamuonyesha wewe ni mwanaume, haufai hata kuongea na yeye mpaka mwaka uishe. Bwana apewe sifa. Kumbuka kana kwamba maandiko inatuambia hatuwezi kumpenda Mungu ambaye hatujawahi muona kama tunachukia ndugu zetu. Kwa hivyo upendo ni lazima. Hiyo Yesu makofi mazuri. Upendo ni lazima. Hiyo ni lazima. Bwana apewe sifa. Na ukiwa nayo na ukijua kana kwamba Mungu mwenyewe ndiyo alifikia kuileta wakati ambao alifikia kumtuma Yesu Kristo mahali hapa duniani, wakati ambao tulikuwa wakosaji, tulikuwa tumemkosea sana, lakini akaona ya kwamba inafaa atusamehe, kwa sababu alitumba kwa mfano wake, ili sisi tukachukua nafasi ambao ni ya kumwabudu na kumtumikia katika maisha yetu. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wakati ambao unajua umeumbwa katika sura ya Bwana, ama umeumbwa katika mfano wa Bwana, huyo mwenzako ambaye unamchukia, huyo mwenzako ambaye umuongeleshi, ameumbwa kwa mfano wa Bwana. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo kinachohitajika ni kuondoa chochote ambacho ni kiambaza kilichowekwa katikati, ili upendo ukabaki kuitwa upendo na ukaendelea kuwa upendo. Pia Yesu makofi mazuri.
Kwa hivyo ni mimi na wewe tuchukue hatua asubuhi ya leo, tuinuke kiwango kingine. Wacha kile ambacho nilikuwa jana na juzi, sasa tuende kiwango kingine cha kuendelea kumjua Mungu zaidi na zaidi. Bwana apewe sifa. Yesu mwenyewe aliendelea hizo viwango, ndio sababu alikuja kushinda mauti nguvu. Hata wao watumishi wanafunzi waliendelea katika zile viwango, ndio sababu walimaliza katika uzito, lakini wakavumilia na ushindi ukafikia kuwa kwao. Pigia Yesu makofi mazuri. Kama watu kama akina Stefano, mwisho walimaliza na kupigwa na mawe kwa sababu walihubiri injili iliyokuwa imekamilika, lakini wakafikia kuchukiwa na wanadamu, mwisho wakafikia kupigwa na mawe, lakini alivumilia. Wakati alipouinua uso wake mbinguni, akamuona Mungu na Yesu Kristo akiwa katika mkono wa kuume, Stefano akajua na kuelewa, mahali ambao nilikuwa natafuta nimefunguliwa mlango mpaka nimefikia kupaona. Bwana apewe sifa. Sasa wale wanadamu waliokuwa wanampiga kwa mawe wakaachwa na mwili wakiusumbua, lakini roho ikawa tayari ishamfikia Mungu. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wanaweza kutesa wakiona ni wewe wanatesa, lakini kama utakuwa na upendo wa Mungu, watakuwa wanatesa yule Mungu ambaye amekuwekea ule upendo, ama amekuteua, ama amekuchagua ili ukapate kumtumikia. Na ndiyo sababu kila wakati yeye anatuambia yeye ndiye mlipiza kisasi. Pia Yesu makofi mazuri. Yeye ndiye atakaye kupigania vita, yeye ndiye atakaye kuongoza, yeye ndiye atakaye kufungulia milango, na anaweza kupitisha katikati ya maadui ili wakaone ule ushindi ambao amekuandalia. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo asubuhi ni njema, wakati tunapoenda kuanza ibada, elewa kana kwamba umekuja mahali hapa umtafute Bwana. Umekuja mahali hapa ili ukamwongeleshe Bwana. Haujakuja mahali hapa kuongea na rafiki yako. Umefika nyumbani mwa Bwana sababu amesema nyumba yake ni kwa ajili ya sala. Bwana apewe sifa. Ndio unaona wakati ambao walichukua kiboko na kuingia katika madhabahu, maandiko inasema na kwamba alibadilisha meza zao. Wengine wao walifikia kuwafukuza, wakaondoka katika ile hekalu, na akawaambia kana kwamba nyumba yake sio ya wanyang'anyi ama walevi, lakini nyumba yake ni nyumba ya sala. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo mambo mengine ambayo tunayoyatenda kando na mapenzi ya Mungu katika nyumba ya Bwana, tuelewe kana kwamba tunamuendea kinyume. Hapa ni mahali ukifika ni mahali pa kutulia. Hapa ni mahali ukifika ni mahali pa kuanza huyu Mungu wangu nitaongea naye namna gani? Huyu Mungu wangu anaweza kuwa amenihesabia mangapi ambao nimeenda kinyume chake. Inafaa uwe unawaza, leo hii anastahili kunisamehe, anaweza kunisamehe. Nikiondoka nikaondoke na ule utukufu wake. Nikiondoka nikaondoke na ule uweza wake na nguvu zake na mamlaka yake. Kwa hivyo wakati tunapofika nyumbani mwa Bwana, lazima uwe na utulivu. Lazima ujiulize utafanya namna gani ili ukapate kukutana na ule Bwana. Haifai tuje mahali hapa tukae masaa 8 lakini tuondoke vile ambavyo tuliingia. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Kwa hivyo kuja mahali hapa ukijua unakuja kukutana na muumba wako, unakuja kukutana na aliyekuweka duniani, akakubariki na uhai, akakubariki na wokovu. Sasa hii safari ni ya wokovu, na anahitaji yeye mwenyewe kukuona ukiwa umekamilika. Na niliwaambia na nitawarudia tena, tuache kuona wanadamu katika sura zao kana kwamba wamekamilika. Mungu atazami sura. Mungu kile anachokitazama ni kile kilicho ndani ya mwanadamu. Pia Yesu makofi mazuri. Pia Yesu makofi mazuri. Lakini wangana kwambia, wakati ambao unaosha kikombe cha chai, unaosha ndani na unaosha nje. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo vile ambavyo muonekano wako ulivyo nje, wacha muonekano wa ndani ukawe zaidi. Pia Yesu makofi mazuri. Wacha muonekano wa ndani ukawe zaidi. Ni bora muonekano wa ndani ukiwa zaidi, hakuna chochote utakachonenea mwanadamu ambacho hakitafikia kutimia, kwa sababu muonekano wa ndani ukiwa safi, lazima mahali pale kuwe na makao ya Roho Mtakatifu, mahali pale kuwe na makao ya malaika, mahali pale kuwe na makao ya Mungu mwenyewe na Yesu mwenyewe wakitenda kazi iliyo njema maishani mwako. Pia Yesu makofi mazuri.
Kwa hivyo pale nafasi itapatikana ya Roho Mtakatifu ili yeye mwenyewe akuongoze na akutoe katika mambo mengi ambao umeyapanga kinyume ambacho ni cha Mungu, na atakupeleka katika mambo ambayo yamepangika ya ulimwengu wa kiroho ambao yanaongozwa na Mungu mwenyewe. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo Daudi huyu ambaye anatuletea kila wakati maandiko haya ambayo yako katika kitabu ambacho ni cha Zaburi. Bwana apewe sifa. Kwanza Zaburi ni nini? Zaburi ni uvumilivu. Bwana apewe sifa. Zaburi ni uvumilivu. Ndio unaona maandiko inatuambia kana kwamba atakayevumilia hadi mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Bwana apewe sifa. Zaburi ile ambao tumeletewa na Daudi, ametuletea kwa sababu gani? Daudi alitumika wakati ambao alikuwa na maadui, alikuwa na watesi wengi sana, na wakati alipokuwa anaamuka asubuhi, alikuwa anapiga magoti. Ila jambo ambalo analihitaji maishani, alikuwa analikabidhi mbele za macho ya Bwana. Hata unaona anamwambia Bwana, najua wameinuka, najua wamenitegea mitego, lakini yote nimeyaleta kwako, ili chochote ambacho wamenipangia isiende kutimia. Pia Yesu makofi mazuri. Wakati ambao utaelewa ana kwamba watu wao wakuletea masaibu wako, ana kwamba watesi wako, ana kwamba maadui wako, lakini kwa uwezo wa Mungu tunafikia kushinda katika vita hizi. Tunafikia kupasuliwa njia, tunafikia kutengenezewa njia pasipo na njia, tunafikia kuandaliwa na maji jangwani. Pigia Yesu makofi mazuri. Ndio hii sababu wakati utaamini hayo, utatengenezewa visima vya maji. Visima vya maji ni baraka. Pigia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo chukua hatua mpendwa. Kila siku Mungu akakupa nafasi ambao ni ya kuendelea, na wakati amekupa nafasi ya kuendelea, wewe unamtumikia namna gani? Siku ile ambao amekuongezea masaa ya kuishi, haya masaa unakaa namna gani? Hii siku unakaa namna gani? Hii wiki unakaa namna gani? Huu mwezi unakaa namna gani pamoja naye, ili wakati unapokamilisha hata malaika juu mbinguni wakafikie kufurahia. Piga Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo leo hii Mungu ametuambia namna gani? Ametuambia nikimalizia, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanye kazi ya bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye umpa mpenzi wake usingizi. Yeye umpa mpenzi wake. Na watu hapa tunawaza mpaka inafika saa 8 saa 9. Ukweli ama ni uongo? Ukweli ama ni uongo? Sasa badala ya yale masaa ya kulala ulale, hayo masaa umeyawekea mawazo. Ifikapo mchana saa 5, macho yako yanalemewa na usingizi. Kile ambacho ulikuwa unakusudia kufanya mchana hakifanyiki kwa sababu ulikifanya usiku. Ambia Mungu akupe neema, ambia Mungu akupe nguvu, ambia Mungu akupe kibali ili uenende sambamba na vile ambavyo anahitaji. Yeye Yesu makofi mazuri. Yeye Yesu makofi mazuri. Sababu yeye kwa kila wakati hata ukiwaza siku haiwezi kosa kuisha, usiku hauwezi kosa ukamkamilika. Mchana unakuja, mambo ya Mungu yanatendeka sambamba na vile ambavyo anahitaji. Lakini ya mwanadamu tunaona ni kana kwamba tumefika mwisho ukutani. Hatukiwa tumefika mwisho ukutani, yeye hawezi endelea pamoja nasi, kwa sababu yeye ndiye mwaminifu na anahitaji tuaminike. Bwana apewe sifa. Isaia 6:1 inasema nini? Hiyo moja tu, hiyo moja tu. Na uniambie huyo mtu ambaye ametajwa mahali pale alikuwa namna gani? Bwana apewe sifa. Uzia alikuwa ni nani? Bwana apewe sifa. Kuna watu ambao naweza sema na kwamba hata wakati Ibrahim alikuwa anatembea na Lutu, ilifika wakati ikawa lazima watengane, ndio baraka za Lutu za Ibrahim zikaweze kupatikana. Bwana apewe sifa. Na wakati ambapo alikubaliana na Bwana,
Yeye mwenyewe alienda zake vile ambavyo Bwana alimuongoza, na kama ni baraka alifikia kubarikiwa. Yeye Yesu makofi mazuri. Kuna watu ambao tunafaa kuwaepuka katika ulimwengu huu, ili yale mambo ambao unahitaji kwa Mungu akapate kuyakamilisha kwako. Na ndiyo sababu Bwana alitwambia mkiongozwa na Roho hamtafikia kutimiza mapenzi ya ulimwengu, kwa sababu Roho alipo anasoma barua ya ndani, Roho alipo asomi barua ya nje, anasoma barua ya ndani, na akisoma barua ya ndani anakujulisha mwenzako vile alivyo, na akisha kukujulisha sasa unamjua kwa uaminifu, na unajua nikiendea fulani nitakuwa nimejipanga hivi, nitakuwa na haya machache ya kuongea na yeye, kwa sababu tukiongea marefu yatafikia kuleta shida. Pigia Yesu makofi mazuri. Na ndio unaona wakati ambao wanafunzi wa Yesu walipokuwa wanatumwa, maandiko inasema aliwavuvia wakapokea Roho Mtakatifu, ili Roho Mtakatifu awaongoze. Ndio sababu kila wakati wangana kwambia, hata wengine walitumwa wakiwa wazee, walikuwa na akili zao, lakini hii ni nini Yesu aliwaongezea ili wakakamilike katika safari zao. Pia Yesu makofi mazuri. Ndio unaona wakati ambao walifikia kuwa na msimamo, Petro akiwa mahali pale madhabahuni pamoja na Yohana, Anania na mkewe Safira wakaja, na kwa sababu katika macho ya ulimwengu waliwaona ni wanadamu kama wao, hawakuelewa kana kwamba unao barua iliyo ndani inaosoma mapenzi ambao ni ya Bwana. Ndio sababu walifika mahali wakaanguka na wakafa, kwa sababu walipeleka ule uongo katika yale madhabahu. Wakati ambao tutakuwa wa kweli, nyumba ya Bwana itakuwa na ukweli, nyumba ya Bwana itakuwa na nguvu, nyumba ya Bwana itakuwa na mamlaka, na ukifika katika hiyo nyumba Bwana atafikia kuonekana, kwa sababu tumeanzia kwetu tutafikia nyumba ya Bwana. Amina, tunavyoiendea hivyo ndivyo itakavyokuwa juu mbinguni, na baraka zetu tutafikia kuzipokea. Amen. Yesu makofi mazuri. Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo wale wanafunzi wawili, kaa kidogo, wale wanafunzi wawili ambaye ni Petro na Yohana, wakati ambao walikuwa wanaandaa yale madhabahu, walikuwa mbele za Mungu. Madhabahu hayo walifikia kuyaandaa kikamilifu, walifikia kuyaitishia neema za Mungu, walifikia kuyaitishia nguvu za Mungu. Malaika wakawa, kwa sababu hawaonekani na macho ya mwili, malaika wakawa wanatembea mahali pale, wanafanya uchunguzi, ni nani ameingia na ukamilifu, ni nani asiyeingia na ukamilifu. Na walikuwa wakati ule wanaadhibu yeyote yule ambaye analeta uongo katika madhabahu. Ya Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ni nini hii ambao inahitajika? Tunahitajika tukamilike wapendwa. Tunahitajika tuende na njia ambao ni ya Bwana. Tunahitaji hicho kibali cha Roho Mtakatifu kiwe ndani yetu, ili tukapate kushinda vita za ulimwengu huu. Amen. Ya Yesu makofi mazuri. Wewe waza yale ambao utawaza, wewe tembea vile ambavyo unasikia akili yako inakwambia, lakini wakati ambao utafikia wakati wa kuunganisha neno pamoja na Roho Mtakatifu, hizo mbili zitakuwezea kutembea mbele za Bwana kikamilifu. Amen. Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo ndio nimekwambia leo, nikikamilika, ukikamilika, tukisimama na Bwana, nyumba ya Bwana itakamilika, na hakuna yeyote ambaye ataingia katika nyumba hii akakose kukutana na Bwana, hata kama hitaji lake litakuwa ni hitaji la aina gani. Ndio sababu asubuhi njema nakwambia, simama katika nafasi yako. Wacha kuangalia mwenzako anafanya nini, simamia nafasi yako, sababu wakati utakaposimama mbele ya kiti cha hukumu, utasimama wewe na Mungu wako peke yenu wawili. Amen. Yesu makofi mazuri. Huyo ambaye unamwita rafiki mkubwa katika madhabahu, ambaye usipomuona uwezi ishi, kwa sababu unataka muongee yale maneno ambayo umetengeneza muongee, jua kana kwamba mbinguni hatakuwa rafiki yako, kwa sababu atakuwa ametengwa mbali na hukumu yako, na wewe utakuwa umetengwa mbali na hukumu yake. Kwa hivyo ni wewe usimame katika nafasi ya Yesu makofi mazuri. Simama katika nafasi. Wacha kuangalia mwenzako anafanya nini. Wito ni wako peke yako, wokovu ni wako peke yako. Na ndio unaona yule ambaye aliyepokea Roho wa Bwana wa kwanza alikuwa ni Yesu Kristo. Wakati alipotumwa duniani aling'ang'ana
kwa vyovyote vile akashinda mpaka mauti nguvu. Pia Yesu makofi mazuri. Mwisho akasema, hakusema wale, alisema yule ambaye anahitaji kunifuata. Anaongea na mtu mmoja, haongei na sisi wote. Abebe ule msalaba, haje nyuma yangu anifuate. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo tukitenda haya, mahali ambao Yesu atakuwa milele na milele, jua kana kwamba utakuwa mahali pale milele na milele, kwa sababu ya ukweli, kwa sababu ya muaminifu, kwa sababu ya utiifu, kwa sababu ya kujitolea, kwa sababu ya kujikana. Pia Yesu makofi mazuri. Hayo mambo yakiwa katika moyo wako yatatendeka hivyo, na ushindi utapatikana kwako. Na wacha nikwambie, siku yenye duniani utakuwa mkweli, wewe utakuwa ni mtu wa kutokupendwa, wewe utakuwa ni mtu wa kuchukiwa, utakuwa ni mtu wa kukataliwa, lakini saa hiyo mbingu imekuidhinisha. Kwa hivyo mambo na urafiki, mambo na upendo mingi ambao hata haufai, hiyo haistahili. Bwana apewe sifa. Wakati ambao unasikia kabisa ndani yako kana kwamba nachukiwa kwa sababu ya Yesu, furahia sana, kwa sababu thawabu kubwa yako ni kubwa juu mbinguni. Sababu hivyo ndivyo maandiko yanavyosema, kana kwamba wakati watakapokuongelelea, wakati ambao watakunena kwa uongo, furahia sana, kwa sababu thawabu yako ni kubwa juu mbinguni. Na hivyo ndivyo walivyowatenda manabii waliokuwa kabla yako. Kwa nini wewe ni mzuri kiasi gani? Kama walichukia manabii, wewe wakuje kukupenda, na umepewa ukweli ubebe. Mahali ambapo kuna ukweli hakunanga watu, mahali ambapo kuna ukweli hakunanga furaha, lakini mahali kuna uongo, watu wanacheka, watu wanaanguka na kicheko, watu wanafurahi furaha ambao ni ya ulimwengu isiyohusika kwa vyovyote vile na Bwana na maandiko yake. Pia Yesu makofi mazuri. Uliona Yesu alifika mahali akawaambia, ole wenu mnaocheka sasa, kwa sababu kicheko chao hakikuwa kicheko cha haki. Ole wenu mnaolia sasa, sababu wale ambao walikuwa wanalia, kilio chao kilikuwa kilio cha haki. Kwa hivyo ilikuwa inabidi wabadilishiwe historia. Pia Yesu makofi mazuri. Kwa hivyo tutategemea katika nafasi yako umeisimamia namna gani, katika imani umeamini namna gani, katika kujitolea umejitolea namna gani. Na wakati utajua kana kwamba Mungu ni yote, na kati ya yote ni yeye na hakuna mwingine, utatumika pasipo na kung'ang'ana, utatumika pasipo na kulalamika, na utajitolea yako yote katika utumishi. Ya Yesu makofi mazuri. Ukija hapa mimi au nitumiki, ukija hapa yule ambaye anahitaji kukuona ni aliye mbinguni, ni aliye mbinguni. Mimi ni ujumbe tu nimepewa nikuletee ili ukamilike. Safari yangu na yawe na yako iwe sambamba, ili tufike mahali ambao tulienda kuangaliwa makao. Bwana apewe sifa. Naweza kukwambia fika hapa mapema, useme pasta ananihangaisha, siyo pasta ananidhulumu. Hiyo ni sauti kutoka kwa Bwana, na wakati umeitii na umefika mapema, una kile ambacho utapokea. Lakini ukigaidi, jua malaika wako alifika saa 2 na wewe ukafika saa 4, alichokuwa amekubebea hautapokea, sababu haukutii yale masaa. Wakati Yesu alipoenda katika mlima wa Getsemani, maandiko inaniambia kana kwamba alitoa jasho mpaka matone ya damu. Alikuwa ameacha Yakobo, alikuwa ameacha Yohana, alikuwa ameacha Petro, na kuna kitu ambacho alikuwa amewaambia, kaeni hapa pamoja nami na muombe ili msije kaingia katika majaribu. Wakati alipomaliza maombi na kurudi, aliwapata wamelala. Aliwauliza swali, kwani ninyi amngekesha hata lisali moja? Hamkeni, ombeni, msije mkaingia katika majaribu. Yesu akaenda mbele tena, kaenda akamulilia Bwana, akihitaji nguvu ambazo ni za kuimarika katika kile kikombe ambacho alikuwa ameandaliwa mbele zake. Bwana apewe sifa. Wacha nikwambie mpendwa, roho inapenda kazi ya Bwana.
lakini miili hii ambao tumebeba ndio inaotuletea shida. Mwili wako ukichoka kidogo unalala. Mwili wako ukichoka kidogo, akili zako zinakuonyesha pumzisha ule mwili. Lakini wacha nikwambie, saa hiyo unaosema na kwamba sistahili kuwa, saa hiyo ndio atakao teremka, na akiteremka mahali pale hakuna excuse ambao utampatia, sababu anajua ulikuwa unastahili kuwa katika shamba lake, ulikuwa unastahili kuwa katika ile nafasi, ulikuwa unastahili kuwa umesimama mbele zake ukitenda ile kazi kwa uaminifu. Yesu, makofi mazuri. Wapendwa, saa ile ambao tunasema ya kwamba kuna furaha na amani, hiyo masaa ndiyo Yesu atakaofika. Lakini kile ambacho nakuombea, patikana mahali ambapo panastahili, patikana mahali ambapo Yesu amesema nahitaji nikupate mahali pale, sababu anasema atakuwa afadhali sana yule mtumishi ambaye nitampata akiendelea na ile kazi. Patikana ukiendelea na kazi, patikana ukimwazia yeye, patikana ukiwa umesimama katika nafasi yako. Mbinguni ukiridi, hautaridi na mwenzako, utaridi kulingana na ule msimamo mpendwa uliyesimama tangia mwanzo, leo na hata milele. Yesu, makofi mazuri. Unajua Mungu wakati ambao tunasema na kwamba hako katika mbingu zake na anaendelea kutuchungulia, inafaa tuelewe kana kwamba anatutazama, na wakati ambao anatutazama anatuhesabia ya kwamba kila mmoja akuwe katika ile nafasi. Ndio wakati yeye mwenyewe anapofurahia, hata wale malaika anaotuma kwetu, hao malaika wawe na furaha. Hata wakati ambao tunaotumana kwa Mungu, wachukue ule ujumbe na waufikishe mbele za Baba. Baba akifikia kufurahia na akiona ya kwamba tumestahili, elewa kana kwamba ujumbe wetu pia utatumanwa na utatufikia kwa wakati ulioamuriwa. Yesu, makofi mazuri. Kwa hivyo changu na wewe ni kujua ya kwamba, na nitarudia tena, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi ya bure. Bwana asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kazi yenu ni bure, mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu, yeye humpa mpenzi wake uzingizi. Hivyo tu. Hello? Hello? Hebu pigia Yesu makofi ya kilo. Pigia Yesu makofi ya kilo. Bwana apewe sifa. Unajua saa zingine wakati sasa umechukua dakika zako hata kama ni 10, unapoanza kutafakari mambo ambayo ni ya Mungu. Bwana apewe sifa. Sasa kwanza inafaa uelewe kana kwamba nimeamka ndio, lakini kuna wale ambao wamelala na hawajaamka. Mimi nimelipa nini kwa ajili ya kuamka kwangu? Kwa hivyo Mungu inaonyesha akona haja na mimi, nami mimi mwenyewe mbele zake niende kwa njia gani, niende kwa imani gani, niende kwa msimamo gani, na niende kwa utofauti na zile siku zingine namna gani, kwa sababu ameniamsha. Na kuna wale hawajaamka, kuonyesha kunao kazi ambao nimebakisha, ambao sijaikamilisha. Inafaa nikamilishe namna gani ili niendelee kukamilika mbele ya macho ya Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Mpendwa, kamilika. Mpendwa, tembea mbele za Bwana kwa wakati ambao umeamuriwa. Bwana apewe sifa. Ameniambia kana kwamba saa yake ya kuja ni ile saa tusiyodhani kana kwamba anaweza fika. Wakati ambao akili zetu na roho zetu zimeondoka katika njia, hapo ambao tunaowazia mambo yetu sana, hapo ndipo ambapo atakanyanga hapa tulipo, na hapo ndipo atakapotuhesabia ile kazi ambao tayari tutakuwa tumeshaifanya. Bwana apewe sifa. Ndio sababu unasikia Yesu anasema nitakuja na ujira wangu huu mkononi mwangu, kumlipa kila mtu, sio watu, kila mtu kwa kazi yake ambao aliitenda. Kwa hivyo si mimi, si wewe, ni kila mmoja wetu aingie katika nafasi yake, atende kazi iliyo njema mbele za macho ya Bwana. Nikimalizia, nimekwambia osha kikombe cha moyo wako nje na ndani. Angalia sura ya nje, anaangalia barua ya ndani. Pia Yesu makofi mazuri.
anaangalia barua ya ndani. Na kama haya mambo sisi tunayaelewa kuyatenda katika ulimwengu ambao tunaishi, kwa nini pia tusiyatende katika ulimwengu ambao ni wa roho, ambao walimuongelesha Samueli na kumwambia, mimi siangalii kama wanadamu wanavyoangalia, lakini naangalia moyoni kuna nini, kumewekwa nini, mahali ambao nastahili kukaa, mahali ambao kuna chemichemi cha uzima ambao ni ndani ya moyo wa mwanadamu. Nao jambo wanga na waambia hapa, kiangalia katika dunia yote, wale watu ambao walikuwa katika rika ambao ni ya baba ya babu yangu na hata baba ya babu yako, wote hawako katika ulimwengu huu. Walikuwa vile tulivyo, waliambiwa vile ambavyo tunaambiwa, lakini waliishi wakijua kana kwamba wana imani ambao hawataondoka. Lakini waliondoka pasipo na kujua. Hivyo hivyo tutaondoka pasipo na kujua, tutatembelewa pasipo na kujua, na tutaondolewa. Nao kizazi ambacho kitabaki nyuma yetu, ambao kitakuwa kinatukumbuka yale ambao tulikuwa tunatenda, lakini ya rohoni hawatakuwa wanaelewa. Wataelewa yale ambao tulitoa msaada kwao. Pigie Yesu makofi mazuri. Katika ulimwengu ambao ni wa mwili. Kwa hivyo hesabu ni kana kwamba lazima tuhesabiwe haki mbele za macho ya Bwana, lakini lazima tusimame kila mmoja katika nafasi ambao ni ya kumtumikia. Wakati ambao mtakuwa mmekusanyika mbele zangu, wakati ambao ni wa kuaga ulimwengu, mnafurahia na kutoa ushuhuda, mimi na Mungu ndani yangu tutakuwa na uhusiano wa aina gani? Wakati ambao mtasema alituhubiria, alidikia kutuombea tukapata uponyaji, alikuwa anafanya ukombozi kanisani, je, siri iliyokuwa ndani yangu na Mungu, siri hiyo ilikuwa namna gani? Kwa sababu anayejua kikamilifu ni aliye juu, lakini si wewe uliye duniani. Yesu makofi. Aminika. Aminika mbele ya wanadamu, mbele ya Mungu, hadharani kwa uwazi. Wacha kujificha wakati ambao uko kivyako unatenda kivyako. Lakini wakati ambao tunaingia kanisani, wewe ndiye nani? Wewe ndiye nani? Mtakatifu. Bwana apewe sifa. Lakini pale nje, wewe ndiye nani? Mtakakitu. Kanisani mtakatifu, pale nje mtakakitu. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Ukiwa mtakatifu kanisani, nyumbani kuwa mtakatifu na mkweli, pale nje kuwa mtakatifu na mkweli, kazini kuwa mtakatifu na mkweli, kwa sababu malaika wanatembea nawe wakiokota kila ujumbe unaotoka kwako. Bwana apewe sifa. Iye Yesu makofi ya kilo. Ubarikiwe. Bwana akutendee mema. Na katika ibada hii naomba leo tukaamue kumkaribia Bwana zaidi na zaidi, ili akapate kuwa pamoja nasi. Bwana apewe sifa. Mbingu hii ambao wapendwa tunaoitafuta si mahali ambapo ni kwa mchezo. Huyu mwana wa Mungu aliyetumwa duniani alidharauliwa, alitukanwa, alipigwa vita, alikuwa mkamilifu, hajawahi jipigania, hajawahi tusi yeyote yule, hajawahi ongelesha yeyote mwanadamu kisicho stahili mbele za macho ya Bwana, lakini alipitia vita hizo zote na akavumilia. Na hata hakuna siku aliyomuuliza Mungu, kwa nini mimi ni mtoto wako na umeniacha nikakanyangwe na wanadamu, na sijakosa mbele zako na sijawakosea? Yeye alikuwa anajua kile kikombe ambacho amewekewa ni kwa ajili ya kusamehewa kwetu, ili tukapate kurithi uzima. Na ndiyo nakwambia kila wakati, katika hali yetu ya kuondoka, wakati miili yetu itafikia kubadilishwa, yule ambaye atapatikana mlangoni ni huyo Yesu, ambaye atasema ndio, ambaye atasema la. Kwa hivyo ukamilifu wako ndio utakuwezea kuambiwa ndio. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo chukua hatua ya imani, tembea mbele za macho ya Bwana, wachiana na wanadamu waongee chenye ambacho wataongea, lakini wacha mbingu ishuhudie matendo mema kutoka kwako. Ya Yesu makofi mazuri na ubarikiwe. Tuende katika ibada na Mungu mwenyewe akafikie kutuwezea. Barikiweni sana.